Huu ndio ukweli ulioko ndani ya mioyo yetu kati ya mimi na ex-wife. Baada ya hayo, yeye yani maisha yake mkoje kwa sasa? Kwa sasa tunaendelea vizuri. Maana kama ni matumizi anatoa kama kawaida. Kiufupi ndo hivyo. Nani vipi wewe, hali labda ya kiusalama labda? Kwa hali ya kiusalama niko vizuri. Wala sina shaka kabisa. Kwa hali ya kiusalama niko vizuri. Yaani hili swala limetokea ndani ya muda gani? Hili swala limetokea ndani ya toka mwezi wa 9 mwanzoni naishi. Swala lilianzia kwenye ploti. Yaani mlikubalianaje kwamba labda tunahamia hapa, baada ya hapa itakuwaje? Yaani mlikubalianaje? Hatukuhamia hapa tulipo sasa hivi. Hii nyumba ilikuwa inajitegemea. Sasa mwenye napo akasema panauzwa. Sasa mimi nilikuwa na 700,000 nikamwambia sawa. Ya hapo si mlikuwa mnalipa kodi? Tulikuwa tunalipa kodi. Kwa mlibaki hapo. Sasa hapo tulivyokubaliana, yeye alikuwa anajiingiza kwenye masuala ya kuigiza. Kwa hiyo alikuwa msanii, alikuwa ni mkurugenzi. Sasa walikuwa wamefungua account, ilikuwa mwezi wa 10. Sasa kwenye matarajio yao mimi nilikuwa najua mwezi wa 4 wanaingiziwa hela kwenye account yao, maana walikuwa wameshafungua. Sasa mimi tulifanya hivyo, akasema nikukopeshe utanirudishia hela, na kwenye jina nikaandika jina langu, yeye hakuwa hata shahidi. Basi tukawa tumekubaliana hivyo. Kitu ambacho nikakushauri urudi kwenye historia na mume wako, yaani mwanzo mlivyoanza kukutana, maisha mlioanza nayo na mlivyoendelea. Je, hizi changamoto zilikuwepo au hazikuwepo? Zimekuja baada ya wewe kupata fedha? Hapo wewe majibu unayo. Maana Sadika alichokuwa ananiambia kwamba wewe unafahamika wakati mwingine. Yaani jukumu la kuilea familia 100% umelibeba wewe. Sadiki mimi alikuwa ananiambia kitu cha namna hiyo. Ninashangaa sana. Shemeji yangu, kaka yake na mke wangu hajawahi kufika kwangu, ila anajua kuwa mimi mke wangu nilimwachia familia. Haya ni maneno ambayo ameyazungumza yeye akimwambia babake mdogo, babake wa ukoo anayemwamini kwa anaweza kumshauri. Haya maneno mnayosikia nayazungumza mimi, hazungumzi mtu mwingine. Nyinyi mnasema mliosikia au mnasema mnayotunga, ila mimi nasema yaliyo kweli, na mke wangu hapa ndipo aliposema ukweli. Hapa ninazungumza na watu wanaosema nimetoa usia wa kijinga, watu wanaosema ninaumwa kutoa usia wa namna hiyo. Hapa ninazungumza na watu wanaofikiria kuwa kwamba nafurahisha mtandao au nafurahisha mashabiki wanaonifollow na kunisubscribe kwenye chaneli zangu. Sio kweli. Ninafanya hivi kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya watu wengine ambao wanafikiria mambo ya kufanya kipumbavu kama wale viongozi. Hawana uhakika, wanafanya tu vitu ambavyo wao wanahisi au wanaambiwa. Sasa huu ndo ukweli ambao uko kwenye moyo wa mke wangu, ambao uko kwenye moyo wangu. Tunajua jinsi tulivyokuwa tunaishi na ilikakaaje. Kwa hiyo hii ni kweli na wala haipingiki, na watoto wangu wataishi katika maisha hayo, na atakayeenda kinyume na maisha hayo basi ana mawazo yake. Na ukweli mwingine mwingi zaidi wanangu mtaupata kwenye email yangu na sehemu nyingine ya siri ambayo kuna mtu mmoja wapo anaijua na ndugu zangu baadhi wanajua. Watawaelekeza. Kuna vitu vingi, maelezo, mazungumzo kati ya mimi na mke wangu, mazungumzo kati ya wao na wao, siwezi nikayaachia mtandaoni.